Nataka nichukue nafasi hii niwape salamu tena alasiri ya leo. Karibu wapendwa, karibu nyote mnaonitazama katika Dr. Wilson Swahili Channel, na wala ambao mnajiunga subscribers, wala ambao mmejiandikisha katika channel hii. Wacha Mungu wa uzima wabariki. Bwana akutane nanyi tena katika masuala mlio nayo. Sasa video hii nayo ninaleta kwenu kwa kufundisha namna vile unaweza kutumia mgawanyiko wa maombi. Mgawanyiko wa maombi na recipe zile ambazo ninafundisha hapa ni kwa masaa gani unaweza kutumia maombi gani, na pia jambo la pili naweka hapa ni masaa gani unaweza kufanya recipe ama hizi huduma za kiroho unaweza kuzifanya kwa wakati gani ndio inaweza kuwa mzuri. Na pia mgawanyiko wa katika siku moja nzima ya usiku na mchana vile imegawanywa katika masuala ya kiroho ya maombi kibibilia. Sasa siku kamili inaanza jioni. Maandiko yanasema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kwa hivyo siku haianzi asubuhi na mapema, siku inaanza jioni. Na inapoingia usiku ndio huwa unaanza. Alafu baadaye mchana wake unakuja. Giza ndio lilikuwepo kwanza, alafu baadaye nuru ikaingia. Sasa nataka uelewe kwamba unaweza kupita mambo magumu yanayowakilisha giza. Usife moyo kwa sababu asubuhi yako inakuja. Nuru itakuja tu. Kuna masaa nuru itabisha katika malangoni mako. Sasa andiko linasema giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji wakati wa mianzo, Mungu anapoanza uumbaji. Lakini akaamrisha nuru ikatokea. Sasa nuru huwa inafuata giza. Usiku ndio hutangulia, alafu mchana huja. Sasa wale ambao mko katika usiku wenu, usivunjike moyo. Mchana unakuja. Uko usiku katika masuala ya ndoa. Ni usiku katika masuala ya fedha. Ni usiku wako katika masuala ya huduma. Ni usiku wako katika masuala ya matatizo na magonjwa. Asubuhi yako inakuja. Mchana unakuja. Usife moyo. Kunayo matumaini kwamba yule Mungu aliyeamuru nuru ing'ae katika giza ndiye Mungu anayeamuru nuru kung'aa katika mioyo yetu. Sisi tunapompokea Kristo, aliamrisha kututoa katika giza la shetani ama katika utawala wa adui, akatuingiza katika utawala wake wa nuru. Kwa hivyo usiku moja, siku inaanza na jioni. Maandiko yanasema ikawa jioni na ikawa asubuhi siku ya kwanza. So saa 12 jioni mpaka saa 3 ni jioni ya mtazamo ama jioni ya kutazama. Tunasema kwa kizungu evening watch. Sasa ile ndio kipindi cha kwanza kimegawanywa katika masuala ya kiroho kwa maombi. Kwa kipindi hiki unaweza fanya maombi ya aina gani ama huduma aina gani. Kuna recipe ambazo nimefundisha na nimekuwa nikisema kwamba ni wakati mzuri wa kufanya recipe hii ni saa 12 kuelekea saa 3 jioni. Kwa mfano kama wale ambao mko na geta pepe, ile pilipili ya geta ambao nimefundisha, na unataka kufanya nayo recipe, kuna recipe ambazo nimesema ni vizuri kuzifanya majioni. Alafu pia ni wakati mzuri wa kuzika. Kama unataka kuzika hiyo geta pepe, hiyo pilipili uizike, kuifortify. Yani vile huwa nafundisha kuifortify. Sasa masaa mazuri ni jioni kuelekea saa 3. Ndio masaa mazuri ya kuzika, pia ndio masaa mazuri ya kuitoa katika ardhi baada ya siku 21. Jambo la pili lenye unaweza kufanya hii masaa ambao linaweza fanikiwa sana ni kutafakari neno la Mungu. Kutafakari neno la Mungu. Ukae mahali kimya, uangalia maandiko, alafu uanze kutafakari ukiwa umetulia. Biblia inasema ikawa jioni, Isaac akawa ameketi anatafakari katika masaa ya jioni yale. Sasa wakati ambapo hata mkewe
aliletwa na yule mfanyikazi ambaye alitumwa na baba yake Ibrahimu kumleta mke wa Isaka. Rebeka akija, Isaka alikuwa ameketi mahali jioni anatafakari. Ni masaa mazuri ya kufanya huduma za kutafakari. Alafu hiyo itakusaidia. Division ya pili ni usiku wa mtazamo. Usiku wa mtazamo ni night of watch, ambayo inaanza saa 3 mpaka ile saa 6. Inaitwa usiku wa mtazamo. Sasa nataka kwanza, kitu ya kwanza muelewe ya kwamba wale mnaonisikia kwa Kiswahili, ninajaribu kubadilisha yale maneno vile yalivyo katika Kizungu kuyaweka kwa Kiswahili. Maana naweza kutamka kwamba inaitwa hivi na kumbe kuna vile mnajua vile inavyoitwa tofauti na vile ninasema. Sasa kwa Kizungu inaitwa night watch. Hiyo saa 3 mpaka saa 6 usiku inaitwa night watch. Yale masaa ni masaa mazuri ya kufanya maombezi. Masaa mazuri ya kuintercede. Maombi ya kuombea watu, kuombea nini, kuombea mashule, kuombea mahospitali, kuombea serikali za mitaa, kuombea watu kuokoka, kuomba na nuru ya Mungu ing'ae, kuombea makampuni, kuombea vidara mbalimbali za usalama, za nini. Basi ile ndio masaa. Kuombea makanisa, kuombea wahubiri, kuombea washirika wako, ile ndio masaa mazuri. Itakusaidia pakubwa. Alafu kuna ile ya 3 ambayo inaitwa midnight watch. Midnight watch yani usiku wa manane wa mtazamo. Natazama usiku wa manane. Sasa midnight watch ni ile masaa ambayo ni ya vita. Ile masaa sana sana recipe zangu nyingi zinafundisha hiyo ndio masaa ya kupigana. Sababu zile recipe za vita mara nyingi hiyo ndio masaa. Ni masaa ambayo Mungu utazama jeshi lake akiwa na uwezo, akiwa tayari na jicho la kutaka kulipisha, kupigania maadui za kupigania majeshi lake kinyume na maadui zako. Sasa ile ni usiku wa kung'oa, ile ni usiku wa kuharibu, ile ni usiku wa kubomoa, ule ni usiku wa kufunga, ule ndio usiku wa kufafanua, kurerua vitu vyote ambavyo vimepangwa, kung'oa vitu ambavyo vimepandwa, kuharibu mambo ambayo mikataba ambayo imewekwa. Ule ndio usiku wa kubwaga ile maombi ya vita. Unanielewa mtu wa Mungu? Na pia kuna recipe zangu za vita nimefundisha, deployment services ambao zinaenda protect prophetically. Hizo pia unafanya huo wakati, itakuwa na mguzo mkubwa katika ulimwengu wa roho. Kuna ile ya mwisho kwa usiku ambayo inaitwa alfajiri. Alfajiri ya mtazamo. Ile ndio masaa Yesu aliamka alfajiri na mapema. Ukisikia katika Marko, katika Luka, katika wapi kwamba akaamka alfajiri na mapema, akaenda mahali pa kipekee kuomba Mungu. Basi ile ndio masaa. Ile ni masaa mazuri ya kuamka alfajiri na mapema na kufanya maombi yale. Sasa ile alfajiri ndio masaa ya kubadilisha mambo. Ile ni masaa ya kubadilisha mambo, ni masaa ya kuondoa files katika mikono ya maadui na kubadilisha, kung'oa ile maushuhuda mabaya ya uongo, mashtaka ambao umewekewa katika ulimwengu wa giza. Ile ndio masaa. Then kuna kuja kwa ile masaa ya mchana wa mtazamo ambayo inaanza saa 12 asubuhi, ya kwanza inafika mpaka saa 3. Ile ndio masaa ambayo inaitwa mabadilisho, masaa ya mabadiliko ya walinzi. Masaa ya mabadiliko ya walinzi pia tunaita ni masaa ya kuona malaika. Kama wewe ni mtu ambao umefungua macho ya rohoni, ni mtu ambaye umeomba Mungu akusaidie uone mambo ya rohoni na umefanya recipe zangu, huu ndio wakati ambao ni rahisi sana kuona operation za malaika wakifanya kazi. Hii ndio masaa. Asa mtu wa Mungu na kuombea kwamba unapofanya huduma hii ya kufungua macho, ufuate sana maagizo. Usije
ukaanza kuona ulimwengu wa wafu, ukifikiria unaona ulimwengu wa rohoni. Maana ulimwengu wa wafu ni wa rohoni pia, lakini unaweza ghafilika ukaanza kuona ulimwengu wa wafu, na hapo ni rahisi sana kuingiliwa na maadui. So maadui wataanza kukuingilia, kukuinterrupt na kufanyia vituko. Utaanza kukimbia ukiwa mzimu, na kimbia kama wazimu. Keti hivi kwa hoteli, afu utakuwa unaona kwa hoteli server akija kuserve vyakula kwa mtu, wewe utaona watu wafupi wakikojolea hiyo vyakula. Na ule mtu mwenye anakula ataichukua kama ni supu. Atakuwa anakula na anafurahia chakula imepikwa vizuri. Lakini wewe umeona watu weusi wasioeleweka wanakojolea na wanaenda kinyesi pale. Na ule mtu anakula. Sasa ule mtu haoni kile unaona. Unaweza stuka. Sema, nini hiyo? Nini? Kumbe ni wazimu. Watu wanakuona kama wazimu. Kumbe hapana, si wazimu, ni macho ya kiroho imefunguka. Unaona vituko ambavyo vinaendelea kwa mahoteli. Na ndio maana ni vizuri kuomba Mungu popote unaombea chakula. Usiogope. Kiingia hoteli, wewe usione watu wanavutanga sigara hadharani. Wewe omba Mungu, una ujasiri. Bariki chakula chako kwa uwezo wa mamlaka ya jina la Yesu. Utaona mabadiliko hayo yote yakikuwa nullify. Vituko ambavyo vinafanyika kwa mahoteli kwa vyakula usiseme. Wengi hamjajua. Macho yenu ya kiroho kifunguka, utaona watu wakisaviwa mavi, watu wanasaviwa vinyesi, watu wanasaviwa vitu ambavyo havina meno ya watu waliokufa yaliyooza, wakifikiria ni manjugu. Watu wanapewa vitu vituko. Sasa ukifunguka macho utaona watu walio na mapamba kwa mapua. Mtu ako mochari lakini unamuona ameketi hapa. Lakini tayari katika ulimwengu wa roho mtu ule amekufa. Utaona watu wanatembea na miti na vichwa kwa barabara. Utaona watu wanaenda na vichwa miguu juu. Na watu wanatembea lakini wewe unawaona kwa sababu wewe ni mtu kwa katika macho ya kiroho yamefunguka. Sasa hii sana sana huwa ni ulimwengu wa wafu. Utaona vituko hivyo. Utaona mambo mengi yakiendelea katika maisha ya watu, na utajua kwamba ili nini. Kama una masuli ya Mungu, utaweza kupiga nduru hata ukifikiria kwamba ni maadui. Lakini kumbe ni macho yako ya kiroho. Kwa hivyo ombe Mungu usiingiliwe na mashetani, mapepo na ulimwengu wa wafu wakati unafanya mambo ya kufungua macho ya kiroho. Sasa ukiwa ni mtu yule wa kuona vile, ni rahisi sana kuona malaika na utendaji wa kazi ya malaika ni rahisi. Ile ndio masaa. Alafu sasa kuna ile masaa ya saa 3 mpaka saa 6 mchana. Saa 3 mpaka saa 6, hiyo ni masaa ya kutoka. Tunaita masaa ya mtazamo wa kutoka ama kuingia, entry watch ama exit watch. Sasa ile masaa ni masaa ambayo ni yanafanyika katika masaa mchana, watch of the day, yani katikati ya mchana. Na hii masaa ni masaa ambayo unaweza kutumia sana kwa kuomba msamaha kutoka kwa Mungu, na pia kuomba msamaha kutoka kwa wanadamu. Kama kuna mtu umekosea, sala zako na maombi yako, hii masaa ni mazuri. Na pia ni masaa ya kusamehe. Kama ni mtu ambaye unapata ugumu sana katika wakati umekosewa, unapata ugumu kwa kusamehe, inakuwa ni shida, hauwezi ukasamehe, basi unaweza andika majina ya mtu yule ambaye unatakikana kusamehe. Alafu tumia hii masaa uombe Mungu akupe uwezo ndani ya moyo wako wa kuachilia mtu yule. Maandiko yanasema achilieni nanyi mtaachiliwa, sameheni nanyi mtasamehewa. Nimepita katika mambo haya mengine ninayowafundisha na nimeweza kusamehe. Wako watu wengi waliofanya vituko vikubwa kwangu, lakini moyo wangu, kwa sababu nimetaka kudumisha amri ya Mungu na nitembee katika maadili yale, kwa sababu nalinda moyo wangu na nalinda huduma na mwito ambao nimeitiwa na maisha yangu ya wokovu, nimetamani sana kufuata vitu hivyo. Na mara nyingi unapofanya vitu hivyo, watu wengi wanakuona kama ni mtu ambaye unaweza chezewa tu.
wanakusomea maandiko yanasema ukipigwa shavu la kushoto geuzie na la kulia. Lakini kipindi ambacho tuko ndani, nataka niwaambie kwamba ukiishi namna hiyo hauwezi ukaenda mbali. Watakuzika maadui kabla wakati wako, na Mungu atakuona mpumbavu. Mungu atakuona wewe umedua. Tumia maandiko, ufanye nafasi ambayo inatakana, usamehe. Lakini kama ni vita, fanya vita vya kiroho. Hujaambiwa na Mungu usipigane vita, ila kwamba nguvu zetu ziko katika ulimwengu wa kiroho. Sasa sisi tunapigana vita vya kiroho, wala hatumjui mtu yeyote, wala hatuna ujasiri na mtu yeyote katika masuala ya kimwili, lakini tuna ujasiri katika mambo ya kiroho. Kwa hivyo mimi sasa napigana vita vya kiroho, nimesamehe. Ukisamehe pia umeachilia, hiyo ni vita tayari umepigana. Kwa hivyo ni masaa mazuri ya kuomba upewe uwezo wa kusamehe, na pia wewe mwenyewe uombe msamaha. Saa 6 mpaka saa 9 ni midday watch, yani watch of dominion, yani mtazamo ule wa wenye nguvu ama wenye mamlaka, na ni katikati ya full of the day, inaitwa the fullness of the day, ukamilifu wa siku ama wingi wa siku. Ile ndio masaa ambayo mara nyingi Bwana alitembea katika shamba la Edeni akapata makosa yamefanyika. Yale ndio masaa ambayo Bwana katika Mwanzo 18, watu watatu, masaa ya dhuhuri, basi Ibrahimu akaona watu watatu wanamtembelea, wanamuendea, kimbia kwenda kuwalaki. Ilikuwa ni masaa haya the fullness of the day. Ukisikia fullness of the day katika Biblia ni kuanzia saa 9, saa 6 kuelekea saa 9. Sasa yale ni masaa ambayo ya kutembelewa. Ni masaa ya dominion, mamlaka. Ni masaa ambayo giza iliamua ikajificha kwa masaa 3 kwa sababu mfalme alikuwa amesulubiwa. Sawa sawa. Saa 9 mpaka saa 12 ni masaa ya kubadilishwa. Inaitwa the transformation watch, masaa ya kugeuzwa ama kuhuishwa upya. Sasa ile masaa ni masaa ambayo ni mazuri ya kuweza kufanya renewal. Hata wale ambao mnafanya spiritual cleansing, hiyo ndio masaa mazuri ya kufanya ile spiritual bath ambao Biblia inazungumza. Inasema, and God told, go and tell the children of Aaron and Aaron to take a spiritual bath. A spiritual bath ni kuoga kwa kiroho. Yani hiyo masuala ya mambo ambayo si ya kawaida, kujitakasa na maji yale ambayo yametengenezwa kwa kusudi hilo. Sasa nimekwisha kufundisha aina ya mgawanyiko 6, 3 usiku, 4 nafikiri ni 3 usiku na 3 sehemu za nini, na ni kama sijui ni 4, ni 4, bunione 1 2 3 4, ni 4 usiku na 4 mchana, si 6. Katika lugha ya Kizungu niliandika 6, lakini si 6, nitageuza ni 4 usiku na ni 4 mchana. Imegawanyika namna hiyo. Sasa na vile unaweza kuitumia pia nimeweka hapo. Mungu akubariki unapotazama video zangu, jifunze. Mungu atakuwezesha. Wiki ijayo Bwana ametupatia nafasi, tunaenda mission, na ninawaalika katika sadaka zenu na free will giving zenu na support zenu za maombi. Tuko na mission ya wiki 3 na tunamuomba Mungu atuwezeshe katika wiki hizo. Mungu akubariki, akupe neema na akupe kibali na matumaini makubwa. Asante, tuonane kwa video inayokuja. Bwana abariki.